Watanzania watatu wamewasilisha maombi ya dharura katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam kupinga uhalali wa muundo wa tume ya uchunguzi ya rais ambayo iliundwa kuchunguza matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025 na kuendelea. Waleta maombi hao ni pamoja na Rosemary Mwakitwange, Edward Heche na Deogratius Mahinyila. Wanaiomba mahakama kutoa amri ya kufuta uteuzi huo wa tume na kuizuia tume kuendelea na kazi. Aidha, wameiomba mahakama itoe amri ya muda ya kusitisha shughuli kwa haraka ambayo itawazuia mara moja wajibu maombi wakiwemo wajumbe wa tume na mwanasheria mkuu kuendelea na uchunguzi hadi usikilizwaji na uamuzi wa maombi ya msingi utakapofanyika. Maombi ya watatu hayo yanadai kuwa uteuzi wa tume hiyo ulifanywa na rais tarehe 18 Novemba 2025 una dosari za msingi, wakieleza kuwa kuna kuvunjwa kwa sheria, pia kukiuka misingi ya haki ya asili na matumizi mabaya ya mamlaka ikiwemo nia ovu. Waleta maombi hao wamebainisha masuala kadhaa wanayoeleza kuwa yanafanya kuwa uundaji wa tume hiyo ugubikwe na ukiukwaji wa sheria. Kwanza, hoja kwamba rais aliunda tume huru ya uchaguzi, chombo ambacho kinadaiwa hakijatambuliwa wala kuelezwa katika sheria za tume za uchaguzi inayotumika. Waombaji pia wanadai kuwa uteuzi huo hakutangazwa kwenye gazeti la serikali na kwamba sharti ni lazima kubainishwa kwa uwazi madhumuni ya tume hiyo halikuzingatiwa. Hoja kuhusu upendeleo kuhusu uundaji wa tume kukosa mantiki ni swala linalosisitizwa kwa waleta maombi hao. Waombaji wanaeleza kwamba wajumbe wa tume ni wastaafu wa serikali na waliowahi kuteuliwa na rais, jambo ambalo linawafanya kuwa na mgongano wa kimaslahi. Katika kujenga msingi wa hoja, waleta maombi hao wamemtaja Dr. Stergomena Lawrence Tax ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa wakati wa matukio ya Oktoba 29. Maombi hayo pia yanadai kwamba mchakato mzima hauna mantiki kwa sababu ya swala lililoainishwa kuwa rasmi la kuchunguza, yaani matukio ya uvunjifu wa amani, linadogosha masuala makubwa yanayolalamikiwa na watu. Wajibu maombi katika shauri hili ni pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali, wajumbe wote 8 wa tume walioteuliwa na chama cha wanasheria cha Tanganyika TLS. Kesi hii imewasilishwa mahakamani kwa mara ya pili baada ya kuondolewa kwa mara ya kwanza kutokana na kile kilichoelezwa kuwa makosa ya uandishi, na sasa imepangwa kusikilizwa kwa dharura. Salamu Amani, Kawabe News.